Aprili 21 baada ya kutangazwa kifo cha kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis, kuna maswali mengi watu wanajiuliza. Je, nini kinatokea baada ya papa huyo kufariki? Je, ni ibada gani itafanyika kumuaga kiongozi huyo mkuu wa kanisa Katoliki? Je, ni nani atakayekuwa na dhamana ya kuliongoza kanisa hilo kote ulimwenguni kipindi ambacho papa kafariki? Kingine, hiyo nchi ya Vatican ambayo rais wake ni papa itaongozwa na nani? The Closet ya Bongo Headlines itakupa ukweli wote wa kile kinachoendelea baada ya kifo cha papa huyo. Jina langu ni Dickson George. Vatican ni nchi kamili inayojiongoza yenyewe inayopatikana huko Italia. Hapa itabidi unisikilize vizuri kwa umakini ili kuweza kuelewa nchi hiyo ipo vipi, huku ikiwa sehemu ya jimbo la Roma lililopo huko Italia. Nchi ya Vatican ipo katika mji wa Roma na inatajwa kuwa ni nchi ndogo zaidi duniani ikiwa na hekta 49. Hapa ni sawa na eneo la Kariakoo lililopo jijini Dar es Salaam. Uliongeze hekta 9 tu, ndiyo nchi ya Vatican ukubwa wake. Najua bado hujanielewa. Ngoja nikupe mfano ambao unaleta uhalisia na nchi hiyo. Italia ni nchi ambayo ndani yake kuna miji mingi, ukiwemo mji wa Roma, na katika mji huo wa Roma ndani yake ipo Vatican. Kwa mfano, Tanzania ni nchi ambayo ndani yake kuna miji mingi, ukiwepo mji wa Dar es Salaam, na Dar es Salaam ina maeneo tofauti tofauti likiwepo eneo la Temeke. Tuchukulie mfano kwamba eneo la Temeke ndiyo Vatican. Tofauti hapa iliyopo ni kwamba Vatican ni nchi inayojitegemea licha ya kuwa ipo ndani ya Italia. Vatican ni nchi inayojitegemea yenyewe, yenye serikali yake na mifumo yake ya kijeshi, rais wake akiwa ni papa na baraza lake la mawaziri wakiwa ni makardinali. Pia Vatican ina mabalozi wake katika nchi nyingine kama ilivyo kwa mataifa mengine huru. Nchi hiyo ya Vatican ina wakazi wanaokadiriwa kufikia 882, huku eneo ambalo papa akiwa ndio rais wa nchi hiyo ukaa na kufanya shughuli zake za kila siku linaitwa Holy See. Kimsingi Vatican hakuna hospitali, hivyo hakuna raia wa kuzaliwa wa Vatican. Watu wanapata uraia kulingana na hadhi yao na majukumu yao katika kanisa na ndani ya Vatican yenyewe. Baada ya papa kufariki, Vatican inakuwa chini ya kardinali kiongozi anayeitwa Kardinali Camerlengo, ambaye kwa sasa ni Kardinali Kevin Farrelly, raia wa Marekani. Katika kipindi anachofariki papa, kardinali huyo ana jukumu la kutangaza kifo cha papa, kuharibu pete na muhuri aliyokuwa akiutumia papa, kusimamia mazishi ya papa na kuandaa utaratibu wa kuweza kupatikana papa mwingine. Papa ana makanisa makuu 4 anayoyasimamia, ambayo yanaitwa Basilika, ikiwa kanisa kuu la Mtakatifu Petro huko Vatican ndilo kanisa maarufu zaidi na ndipo mapapa wengi wamezikwa. Lakini kanisa kuu lingine la Roma la Bikira Maria ndilo kanisa lenye hadhi kubwa zaidi na ndipo watakapomzika Papa Francis. Kanisa hilo lipo nje ya Vatican, lakini ni mali ya Vatican. Kwa sasa kanisa Katoliki linaingia katika kipindi kinachofahamika kama sede vacante, ambapo kardinali mwandamizi ambaye kwa sasa ni Kevin Farrelly atachukua majukumu ya siku kwa siku hadi pale papa mpya atakapochaguliwa. Ni kardinali pekee atakayesalia kwenye nafasi yake, lakini wengine wote waliokuwa wameteuliwa na papa watalazimika kujiuzuru. Aidha, makardinali toka duniani kote hufanya vikao kadhaa na kuamua tarehe ya mazishi ambayo lazima iwe ni kati ya siku 4 hadi 5 tangu kifo cha papa kutokea na siku 9 za maombolezo. Kifo hicho cha Papa Francis kimerejesha tena desturi za karne kadhaa ambazo zinapelekea kuchaguliwa kwa kiongozi mwingine wa kanisa hilo kupitia makardinali zaidi ya 100 ambao watakutana katika siku 15 zijazo. Hii ilikuwa ni The Closet ya Bongo Headlines. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube kwa kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele. Share video zetu ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Jina langu ni Dickson George.